Sasa kama ulikuwa hujasikia ni kwamba maamuzi yamefanyika hivi sasa, na mfereji wa Hormuz ambao ulikuwa umefungwa kama naweza kusema ndio kama kigezo, kama chambo kuu ya kupata amani katika vita vinavyoendelea nchini Iran, sasa amesema kwa completely open. Imetangazwa baada ya Iran kusema kwamba Marekani imewezesha makubaliano kati ya Israel na Lebanon, na hiyo imesababisha wao wafungue mfereji huu. Nilizungumza hapo, unaweza kurudi katika video zangu, nimezungumzia kuhusiana na vita ama propaganda kama sehemu kubwa ya vita, na unaweza kuona propaganda kutoka pande zote mbili. Tayari Marekani wao wanaamini kwamba wameilazimisha Iran kuweza kufungua kwa sababu tu walikwenda wakazuia usafiri wote ambao unakwenda na kutoka Iran katika kusafirisha mafuta. Kwa hiyo kulikuwa kuna aina fulani ya mafanikio, na unaweza ukaangalia baadhi ya takwimu zinazoonyesha ni kwa nini swala hili lilikuwa linaonekana kama vile lina mafanikio kiasi, kwa sababu kwanza blockade yao kulingana na tafsiri ya Marekani haikuwa sana ilikuwa ni katika Gulf of Oman na Arabian Sea. Kwa hiyo haikuwa zaidi katika Strait of Hormuz. Ndio maana meli kupita pale haikumaanisha kwamba zimepita katika blockade, nyingine ziliweza kurudi. Pili, kama ingeendelea kwa muda mrefu ilikuwa inakwenda kusambaratisha uchumi wa Iran, kwa sababu walikuwa wanategemea kwa kiasi kikubwa eneo hili. Lakini Iran nao wametumia hii kulazimisha kupata makubaliano katika eneo la Lebanon, na walitishia. Kwa Iran wanasema kwamba bila makubaliano ya kusitisha vita Israel kuendelea kushambulia Lebanon, walikuwa wanaamini kwamba wao katika vita na sehemu ya madai yao yamekataliwa. Kwa hiyo unaweza kuangalia katika dhana gani katika vipengele 10 ambavyo Iran alikuwa ameweka. Alikuwa amesema kwamba pia anataka Israel aache kushambulia Lebanon. Israel kushambulia Lebanon, Iran akasema kwamba vipengele vile vimevunjwa, kwa hiyo hakuna swala zima la kuendelea tena na ceasefire, kusitisha mapigano, na akasema wataendelea kuifunga. Lakini wakati huo unaweza ukaona kwamba hii imeweza kuwasaidia Iran, kwa sababu kama utafunguliwa, ina maana biashara zitaendelea. Na ukumbuke baada ya vita vya Russia kuanza na Russia kuwekewa nchi za Ulaya kuacha kununua mafuta kutoka kule, kaanza kununua kutoka maeneo ya Iran. Kwa hiyo kuna pesa, kuna China na nchi nyingine ambazo zitakuwa zinanufaika na hili, kwa sababu sasa biashara itafanyika. Lakini pili ni kwamba wanawezesha pia biashara kuendelea kwa nchi ya Iran. Kwa hiyo kila ambacho kingefanya Iran ishindwe kutii amri na kusarenda ilikuwa ni kufungwa kwa vyanzo vya mapato ambayo ingekuwa ni Strait of Hormuz. Kwa hiyo kwa namna nyingine ni kama vile inaonekana kwamba pia Iran ana namna ya ushindi katika hili. Lakini pia kuna changamoto kwa Marekani, kwa sababu kwanza ili kuwezesha hiyo blockade walikuwa wanaifanya ilikuwa inahitaji meli nyingi zaidi. Kwa hiyo kuna meli nyingi, kwa sababu pale walikuwa wanafanya kama ambavyo kwa namna rais anaweza kuchukulia ni kama vile wanafanya traffic, unasimamisha magari alafu unaanza kukagua moja baada ya jingine, inatoka wapi inaenda wapi na mambo kama hayo. Na meli pale zilikuwa zinapita meli nyingi sana. Kulikuwa kuna wastani wa meli 138 kwa siku. Kama zingeamua zote za kuanza kutoka pale na kusema kwamba tuanze kupitia moja moja, hawakuwa na rasilimali za kutosha, rasilimali watu hawakuwa na uwezo wa kutosha kuweza kukagua mali zote. Kwa hiyo tayari ilikuwa inaonekana kwamba hii inaweza ikawa ni nafuu pia kwa upande wa Marekani. Si mara zote ambapo huwa inakuwa effective, kwa sababu ukiangalia waliwahi kufanya Japan, Marekani walifanya Japan kwa wakati fulani ambapo walikuwa wameshikilia eneo la resources zote, mafuta yote ambayo yana kutoka maeneo ya Dutch East Indies kuelekea visiwa vya Japan, lakini si wakati wote wameweza kufanikiwa. Hii si mara ya kwanza Marekani kufanya blockade, licha ya kwamba safari hii wana zana za ziada na teknolojia na waruhusu kuweza kufuatilia kwa undani zaidi kuhakikisha kwamba meli zote zinaweza kuzuiwa, lakini ingewagharimu kiasi kikubwa zaidi kuweza kufanikisha kwa nyonga hawa watu ama kunyenga sehemu ndogo ya mafuta ambayo wangefanya. Lakini pia kuna ile dhana kwamba sio mara zote ambayo inawalenga waathirika tu. Kwa hiyo hapa lengo lilikuwa ni kwamba tuwaathiri Iran, lakini mafuta ya Iran yalikuwa yanakwenda kusaidia katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kulikuwa kuna namna ambavyo Marekani alikuwa anajiandaa kwa lawama kutokana na kile kinachoendelea, hilo lilikuwa wazi. Lakini swala la pili lilikuwa ni kwamba kulikuwa kuna kuja kwa gharimu sana, kwa sababu ili kuweza kufanikisha ile wangestahili kuwa na meli nyingi sana za Navy ambazo ina maana ilikuwa wangelazimika kuzisafirisha. Na Marekani Iran sio kama Venezuela ambapo walikwenda wakafanya shambulio wakarudi muda mfupi kila kitu kiko hapa. Iran ni mbali zaidi. Kwa hiyo usafiri ongeza kwa gharimu na kwenda kuzoka pale pia ungegharimu. Lakini pia wanasema opinion polls.
kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kwamba hali inazidi kuwa mbaya na watu wanazidi kuipinga hii vita. Na nipata kusema kwamba Iran nao wametambua kwamba huu ni mwezi wa 4, waking'ang'ana mpaka mwezi wa 5 wa 6 hivi, wanajua kabisa kwamba hali nchini Marekani inaweza kawa mbaya zaidi. Kwa unapoona Marekani sasa anatangaza kwamba ni sawa kurejea katika kufungua hiyo Strait of Hormuz, ukumbuke pia walisharuhusu baadhi ya mafuta yaliyokuwa yanashikiliwa na Iran ama yaliyokuwa yamewekwa vikwazo, nayo tayari yalikuwa kwenye maji tayari. Kwa hiyo waweza kulipa kwa kiasi fulani. Ukiangalia kwa undani, unaweza kuona kwamba hii ni kati ya vita ambavyo vimeonyesha uwiano wa ushindi na ushindwi kwa hawa watu wawili, na mfano mzuri ni huu kwamba sasa Iran ataweza kupata pesa kwa ajili ya kuhudumia wananchi wake, na kadri anavyozidi kuhudumia wananchi wake anapata kiburi cha kuendelea kung'ang'ana katika vita hii, kwa sababu uchumi ungeanza kuporomoka, wananchi mara nyingi huwa wanaigeuka serikali. Haitakuwa hivyo. Lakini kwa Marekani pia imeweza kusave hela nyingi sana kuliko ambavyo ingetumia kama ingeendelea kung'ang'ania kubaki katika Strait of Hormuz. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunatambua fika kwamba kisiasa hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya, sio tu kwa washirika wake lakini pia kwake mwenyewe. Na tunatambua kwamba kuna mkutano ambao ulikuwa unakuja kufanyika ambao pia haukuhusisha Marekani. Kwa hiyo ni katika hatua ambazo kufunguliwa kwa huu mfereji imekuwa ni win-win situation kwa nchi zote mbili. Na hapa tunazungumzia Iran na Marekani. Win-win situation katika nchi zinazopigana. I know it doesn't make sense, ndio. Win-win situation katika nchi ambazo zinapingana, na katika mtazamo ambao kila mmoja alikuwa anajaribu kutumia njia ile ili kuweza kumnyonga mwenzake. Kwa hiyo Marekani ananufaika kigharama na vitu vingine, wakati huo Iran naye kwamba kwa Marekani ananufaika kigharama, hatogharamika zaidi, wakati Iran sasa anazidi kupata kiburi kwa sababu anazidi kupata pesa ambayo kadri anavyozidi kuwa nayo pengine ndio anazidi kumpa kiburi cha kuendelea kung'ang'ana na kununua na kuwahudumia wananchi ambao watazidi kuamini kwamba yuko pale kwa ajili ya kuwapigania. Kwa hiyo la muhimu ni kwamba ukweli ni kwamba dunia sasa itakuwa mahali bora zaidi. Pengine tayari tumeshaona bei ya mafuta ghafi imeshuka kwa takriban $10, nafikiri $10 au kwa 10% kwa kila pipa, na hiyo ina maana kwamba soko la hisa sasa hivi litakuwa zuri. Lazima soko la hisa leo litakuwa zuri kwa tangazo hili, kwa sababu sasa kuna matumaini ya maisha huko mbeleni. Nini kitafuata hatujui, lakini kuna wiki mbili ama kuna majuma mawili ya kusitisha vita vya Iran, kuna siku 10 za kusitisha vita vya Hezbollah na Israel. Hivi vyote nimekuwa nikivizungumza na rejea. Hii ni kama dakika moja katikati ya raundi za pambano la ndondi. Kila mmoja anajipanga, nani atakuja na nini kwa vipi, tusubiri, lakini tutakuwa hapa kuwapa updates.